akaanguka ghafla, tukampeleka hospitali. Amali wabo ope otukanile yo wasi kazi tayamo pendeza F3 mpaka binishi mweta na mungo watu ni boye Babalao TV bora Babalao. Najua kwamba mlichokiimba ndio uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo tunaendelea na vipindi vingine, na sasa ni kipindi cha kuweza kusikiliza hotuba, na tutafuatana kama ifuatavyo. Watakaoanza ni familia, wanafuatwa na kijiji, kisha kanisa linamalizia. Karibuni. Anaweza asifiwe. Amen. Anaweza asifiwe. Amen. Ikwechi longe. Nami yomo. Tumoje tenda bichite familia. Tuombe mtoke mbirwao mwanadamu ili uwa. Oloyelo linachanua na yako nanya uwa. Hii ndio unyo tu acha watushika au nyauka au tanua oloyelo na yako ananyauka. Kwa hiyo tusuba ndoto ni makimaisha na kalamu. Baada ya tunabosomema na shitende Mungu mchichi. Niwechi. Sasa soma utua marehemu. Marehemu alikuwa akiitwa kwa majina yafuatayo: Neema Ramazani Mlinja. Marehemu alizaliwa tariki 1 mwezi wa pili mwaka wa 1982 kwa hospitali ya Nundu pale DRC Congo. Marehemu alikuwa mtoto wa jamaa ya Bashimuma, nyumba ya Ibumbi Bashibu Ulu. Baba wa marehemu alikuwa akiitwa Ramazani Kolease Mlinja wa jamaa ya Bashimuma, nyumba ya Ibumbi Bashibu Ulu. Mama wa marehemu alikuwa akiitwa Tatu Rukangake wa jamaa ya Baketi, nyumba ya Eshitende. Kuolewa. Marehemu alikuwa anaolewa na jamaa ya Bashininji, nyumba ya Bashibukumba. Kuzaa. Marehemu alizaa watoto 3, wa kike 2 na wa kiume 1, wajukuu 2. Watoto 2 wa marehemu walitangulia kufa mapema hapo awali, wa kiume na wa kike 1. Jumla marehemu ameacha watu 3, mtoto 1 wa kike na wajukuu 2. Kazi. Marehemu alikuwa mkulima. Magonjwa. Marehemu alisumbuliwa na ugonjwa wa presha kwa muda mrefu. Ilipofika siku ya kwanza na saa 3 za asubuhi, akaanguka ghafla, tukampeleka hospitali. Kufika saa 4 za usiku, mtu akatuacha. Hapa duniani marehemu alifanya miaka 44. Miwechi longe na waza taungwa amo amarehemu na etebya kemba makembi mwaungo byalotanua oloyelo alubyo anji osa amopika story na banake bashimuni nakuira
na mtu kauli tendo la mbuka uneni tu mtu hospitali mtu yuko mashini za tata mzuku mtu watu shika. Kwa hiyo ndio yuko nakima bakembi yatanwa olo yalo nekolo yatushika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe lolo. Na mapole obakembi watoke mlalo lwembe. Shetanganile yano natanga miyomo. Na mbembe akiobana bakembi tubikyo oba mbembe. Ona ngwa miyomo yakema ana ocho mtu ole uke bembe ajele liwocho mtu ali bukwela manga. Na kama mtu tatanga miyomo yebekele liwocho mtu achokwela. Akini wacho sanga bange batu abeta mukwela ewa atange miyomo. Ndo bucha yo bibi. Ndio kaita bedi hoja miyomo. Na anganile yani ile pendo bibi ndiwe shukuru kwa kila jambo. Kwa hiyo nishimu shukuru nubakalwa ila taka mune na bicho babange batoshina lu shukuru kabisa nubakalwa nikweche kubaya songa ini manga ya bulelela tare chingati ichina watama ake maya kendome na wake moja ano lusukura posho mweninga yawa yenati ya wake mbolo wake mto mwana wachina yake aule Marekani. Na eyo yalo mtoshisha ustuko wabula mpaka uye ewe mauti. Kwa hiyo ewe na kuongea uno wachanga. Miyomo longe. Kwa hiyo bibyo eyo elemu itu yatumene na ana miyomo ili kila mwechi na kwilwe kila mwechi na kwilwe. Na sheta mwingine alakala mu aikonjo. Wauwa watenya liwamira akonjo na bashiminji. Kwa kweli babo bashiminji bakunjilewe. Aya ni watu wakilo mtangu isaka rukufu bacho na kenu. Ala ayake atwansaka mpaka mno. Iyake ambo. Alo mshika wake mnome wakonda ufaranga bitondo bebe. Baele wana aidha rokendo aya Marekani. Yola olia ashika lakila. Mawasiliano taole jani majana taole manyabibi. Mmemba sendele wezi sanchu wiki osomba na nchabi ta wiki osomba ni irungu. Benu miwechi. Baki bashi nome japukua basomba ya wona emewe. Seke omwana ati gumbelichi. Irungu mbebembe. Benu itabeli irungu. Mbeshi baki bashi nome bachu ya gala muchoba atoji. Iyewe koro basili. Mpaka ni butomo tena. Mwenena yake tachowe nayo. Ubemchabi unasomba nsanchu washike warakela lakini Yesu akiumbeleze mpaka kile liwe wo ochoa unga achocha. Kwa hiyo mpaka eyo kitenda liwe nashukuru sana kanisa yamba makaramanga obanda na ono kwecho utumwana. Yanjabya ole mtu twarushirikiana nabo mpaka twayesha nabo mpaka binotole nabo. Eyo yamba ngufu mpaka na mana napata makala mwe nde mtu yiwa nyumba ya mune ombe bole bobeka alba mbolo manga na ninaonda ukanisa taba abatoke elele mpaka rwana ashikwa bana bachichi bamungu yuparije na ono mwechi twanja olurusuku ndeshiro anachi lo atano lusuku lo posho tulumokota luto nde wose wetole yano lusuku lo posho tobe yano lo wone bechubose na mboka na kanisa tobe omuchunge twakotera keluto bechubose twalole twawolike uishi ya makimaishi miwechi lo. Asante. Karibu mwenyekiti wa kijiji. Benu miwechi mutanga miyomolunge na mfungula eti mwenyekiti wejiji ubana na eti miyomo eti mutange benu miyomo sawa mbele ya byose ni mushima
bilombo china ane bile ano bi mane ito salimi ata uto pepea wadaye na shembele na bingi byano. Tunapepea asante. Sawa, hii tena ni mwe kabla shule endelea no karibisha nafikiri mwenyekiti wa zone tareo ambike la simu ni wale wa sensa, lakini katibu wa kale yanu mambo anabana alimu ikambu anatubira na baada ya kuimaliza no karibisha kamanda wa zone yetu ya Mwenji mambo anabana ikambu anatenga jutu mweta bitu mujuu ati bitu musiba kubana na security mambo anabana alimu lite. Karibu katibu. Eno mbakalwa ejiji yetu ya F3 mweti wenachi twalo kutowerwa no mwineto gafwa tu yodepo yotowa misawo yatwa elake agwa ono mweti wa ntoba twakutowerwa na mbaka neto walosaki yake wa ya sherehe yoroke twangipike basimu mutwe na maiki ntwa lono suku tole mineto robeke ano eongi roke obiro twa shisheli tena nigo kazi ya Bwana tumutaki manya uno Bwana uno umutoto lajo no mutu mefedroa ijo kutola ba kama una Bwana utuite wa kweli ama ni wao wote otu ene yo wasi hiyo kazi tayamo pendeza F3 mpaka binishi mweta na ngoma atunibo F3 yashie lemi kambu ashieta kitu ataka erono wetu uno Bwana lebeni umuntu ende batu bingo bya gafla tu mtwaye kitu antaka umuntu atole ele sifa yetu ya ngeni ya F3 anji tokone nao taile sawa cheta tuwaungwa byatenda familia byalola mo minetu na imsa autoe mbakalo bibato bwe na nitende twakanya ubanda na badobose bale ano orose mwa ano uitwa ichoto kwa teleta kuyeleta uno mama ano tuala manake byangere tu tashi na sifa chabibya mingo tumbakaba tuiko tenda also kiwa wangene ile numando tenda ngole wafuto tumango tenda ile familia obemanye ngole wangene tuwanjalo itega ubilo kwa mama tatoshi na chake sifa cha mingo hata kidogo nanga ole mtu wano mefeto ikeni mama nalo sala nake tensa ya nalo sala wote mama lo to aine nanga lo to ile sharo manya na shiro ngwaka alila mpuwa sharo wayimu obibyo twala manake byangere tu anachamiba umbueyo na familia hiyo umbueyo ashiri wangene nosa na wakense aosu ngo twashikala nake eongi byo tabye yinyake ishiri amigyo tuikero na ni mutaki toa tahadhari yabo chitokeza ndo mweto F3 jameni tobe makini ole bali matere ba muifanye bali matere ba ungachapo kundi ba ole aome ba endo perform na chapo shieba kwata ni wala matere ya swe tishe na aome sana. Tunakaribisha mtumishi kwa ajili ya hotuba ya kanisa. Pia tuandae mashemasi kwamba waweze kuandaa vyombo
Baada ya hotuba tunakwenda na wimbo wa kutoa sadaka. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni hotuba fupi wa maisha ya kiroho ya marehemu Neema Mlinja. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu viongozi wa kanisa, familia ya marehemu, jamaa, marafiki na waombolezaji wote, kwa masikitiko makubwa tunasimama leo kumkumbuka mtumishi wa Mungu Neema Mlinja aliyezaliwa mwaka wa 1982 na aliyefariki dunia tarehe 13 Julai mwaka wa 2026 majira ya saa 4 usiku. Marehemu alijiunga na kanisa la International Pentecost Holiness Church Nyarugusu Kempu mwaka wa 2019. Tangu alipojiunga na shirika la waumini, alizirisha moyo wa kupenda Mungu, kuheshimu ibada na kushiriki kwa uaminifu katika shughuli mbalimbali za kanisa. Alibatizwa kwa maji mengi tarehe 16 Aprili mwaka wa 2023. Akathibitisha hadharani imani yake na uamuzi wa kumfuata Yesu Kristo. Katika maisha yake ya kiroho, Neema alikuwa mshiriki mwaminifu wa huduma ya maombezi, akishirikiana na wamama wengine kuliombea kanisa, familia na jamii. Alijulikana kwa unyenyekevu, upendo, ushirikiano na bidii katika kazi ya Mungu. Alikuwa mfano mzuri wa Mkristo aliyependa kumtumikia Bwana kwa moyo wa kujitoa. Ingawa leo tunaomboleza kuondokewa naye, tunafarijiwa na ahadi ya neno la Mungu katika Ufunuo 14 na aya yake ya 13. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa maana matendo yao huwafuata. Tunaamini kuwa maisha yake ya imani na utumishi yataendelea kuwa ushuhuda na mfano kwa waumini wengi. Kwa niaba ya kanisa la IPHC Nyarugusu Kempu, tunatoa pole za dhati kwa familia, ndugu na wote walioguswa na msiba huu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awape faraja, nguvu na tumaini katika kipindi hiki kigumu. Bwana alitoa na Bwana ametoa. Jina la Bwana lihimidiwe. Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pa amani, na atujalie sisi tuliobaki kuendelea kumtumikia kwa uaminifu mpaka mwisho wa maisha yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumesikia Baba Lao TV bora. Baba Lao.